Watu wengi wanaamini kwamba uungu wa Yesu Kristo unaanza katika Agano Jipya. Lakini je, Agano la Kale tayari lilikuwa linamfunua? Kuanzia maandiko ya Musa hadi kwa manabii na katika Zaburi, maandiko yanaonyesha dalili za yule aliyekuwa anakuja. Ni nani malaika wa Bwana? Kwa nini Agano la Kale linazungumza kuhusu mwana wa kiungu? Na manabii walimshuhudiaje kabla ya Bethlehemu? Si tu kama Masihi, bali kama Mungu mwenyewe aliyefunuliwa katika maandiko muda mrefu kabla ya Agano Jipya. Bwana ni mwema, wakati wote anatuokoa. Niwakaribishe katika mwendelezo huu wa mafundisho haya na mfululizo wa masomo haya ya ufunuo wa Yesu Kristo. Na sasa tupo katika somo la 3 ambao tumelipatia kichwa kinachosema mbwa mwitu wakali. Hii ni moja ya kauli ambayo Yesu Kristo mwenyewe alipata kuitamka na kutabiri ya kwamba katika siku zijazo, yaani baada yeye kuwa ameondoka, wataibuka mbwa mwitu wakali. Swali, hawa mbwa mwitu wakali ni wakina nani na wanahusika vipi katika swala zima la uungu wa Yesu? Au wanahusika vipi, hawa mbwa mwitu wakali wanahusika vipi katika swala zima ili ambao tunakwenda kulizungumza, yaani uungu wa Yesu? Niwakaribishe tuweze kumkaribisha Roho Mtakatifu ambaye kwa yeye atakwenda kutufunulia kile ambacho Kristo alikimaanisha alipokuwa akizungumzia mbwa mwitu wakali. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki. Nyingine ambao umetupatia kuweza kujifunza, Roho wako Mtakatifu akawe mwalimu wetu, akatufunulie ukuu wako, lakini zaidi ya yote akatufunulie kweli kuhusiana na Kristo Yesu, na tunapokuwa tunafanya maamuzi, tukafanya maamuzi yaliyo sahihi ambayo kwa hakika yatatusaidia katika kukuona wewe na kuona utukufu wako. Tunaomba katika jina la Yesu, amina. Katika kitabu cha Yuda sura ya 1 mstari wa 4 tunasoma, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Kristo Yesu. Kwa mujibu wa Yuda, katika enzi hizi ambazo yeye alipata kuishi katika kipindi hiki cha mitume, walipata kuibuka watu, na hawa watu hawakuwa nje ya imani, bali walikuwa watu ambao walikuwa ndani ya imani, ambao walikuja na mafundisho ya uongo ambayo kwa hayo yalipinga au yalimkana Kristo Yesu. Inashangaza leo kuona kwamba Wakristo wengi tunatafuta watu wanaopinga uungu wa Yesu nje ya imani. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, wanaopinga uungu wa Yesu wapo ndani ya imani, nao wanaigiza kuwa ni sehemu ya imani, lakini kwa namna moja au nyingine wamekuwa wakifundisha watu ya kwamba Kristo Yesu sio Mungu. Ndicho ambacho mtume Yuda anajaribu kutueleza. Ellen White katika kitabu cha Pambano Kuu kurasa 302 anasema, Shetani yuko kazini daima wakati Mungu akiwa kazini kwa ajili ya wokovu wa roho. Wakati wana wa Mungu wanapokuja mbele za Bwana, Shetani anakuja pia miongoni mwao. Katika kila uamsho yuko tayari kuingiza wale ambao hawajatakaswa mioyoni mwao na ambao akili zao zina mashaka. Kwa hiyo katika haya masomo tunaojifunza pia, Shetani bila shaka atakuwa yupo kazini katika kuhakikisha kwamba wewe mtazamaji hauelewi au haufuatilii masomo haya. Nami kama ambavyo tumeomba na nitaendelea kukuombea ya kwamba unapokuwa unafuatilia masomo haya, Roho wa Mungu aendelee kukuongoza katika kutafakari, lakini juu ya yote katika kusoma maandiko na kuyachunguza ili uweze kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Ellen White anaendelea kusema katika kitabu cha Pambano Kuu kuwa anafanya kazi, yani Shetani, kupitia kwao kuingiza nadharia zinazopotosha wasio na tahadhari. Anasema hakuna mtu anayethibitika kuwa ni Mkristo wa kweli kwa sababu tu yumo miongoni mwa watu wa Mungu. Hata katika nyumba ya ibada, Shetani yupo daima katika matukio muhimu kwa njia ya wale ambao anaweza kuwatumia kama mawakala wake. Na hapa ndipo ambako Yesu alikuja akatabiri kuhusiana na watu ambao aliwafananisha na mbwa mwitu. Sikia, katika kitabu cha Mathayo sura 7 mstari wa 15 tunasoma, jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Swali, anamaanisha nini mbwa mwitu wakali? Hawa manabii wa uongo walikuwaje? Ndicho ambacho tunatakiwa tukifahamu kabla ya kuendelea
na kuweza kuwa expose au kuwaona hawa watu kiuhalisia. Katika kitabu cha Petro wa kwanza 1:10 tunaambiwa katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza ambao walitabiri habari za neema itakayo wafikia ninyi. Mwandishi mmojawapo wa Kiprotestanti anaitwa Barnes aliwahi kuandika na kusema, hata hivyo kwa kuwa manabii walichukuliwa kwa kawaida kuwa ni walimu wa dini kwa umma, neno hilo lilikuja kumaanisha wote waliokuwa walimu wa mambo ya kidini. Nabii wa uongo ni mwalimu wa mafundisho yasiyo sahihi au anayejidai kwa uongo kuwa ana ufunuo kutoka kwa Mungu. Walimu wa uongo walikuwako miongoni mwa Wayahudi wakati huo. Kwa hiyo wakati Yesu anazungumza haya, hawa walimu walikwisha kutokea, naye akatabiri ya kwamba wataendelea kutokea hata mwisho wa wakati. Banzi anaendelea kusema, mbwa mwitu wakali wenye tamaa kubwa na wanaotafuna kwa hasira. Tafsiri hii inapotumika kwa walimu wa uongo inamaanisha kwamba walijivika sura ya utakatifu ili kwa urahisi zaidi waweze kujipatia mali za watu. Walijawa na unyang'anyi na kupindukia kwa tamaa. Hiki ndicho ambacho maandiko matakatifu yanamaanisha. Lakini mwandishi mwingine anaitwa Matthew Paul anasema, manabii katika maandiko matakatifu hawakuwa tu wale waliotabiri mambo yajayo. Wengine pia waliwafundisha watu wakidai kuwa na mamlaka kutoka kwa Mungu, lakini pia waliitwa manabii. Nabii wa uongo ni sawa na mwalimu wa uongo. Yesu aliwaonya wasikilizaji wake dhidi ya watu wa aina hii kwa sababu ni maadui wa imani na utakatifu waliokuwa hatari sana. Matthew Paul anaendelea kusema, baadhi yao huja wakiwa wamevaa nguo za kondoo, wakionekana kuwa ni watu wa dini na waadilifu, lakini kwa kweli ni mbwa mwitu wakali wenye hatari kwa roho zenu, kama mbwa mwitu wakali walivyo kwenye kundi la kondoo. Ndicho ambacho Yesu alikuwa akikimaanisha. Kwa hiyo alipokuwa anasema kwamba watatokea mbwa mwitu wakali, alikuwa anamaanisha katikati ya kundi la Wakristo wataibuka watu ambao wanajifanya ni wafuasi wa Kristo, ambao wanajifanya kuwa na elimu ya Kristo, lakini kimsingi ni wadanganyifu, wapo kwa ajili ya kuibia watu na kudanganya watu. Katika kitabu cha Matendo sura 20 mstari 29 tunasoma, najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasihurumie kundi. Haya ni maneno sasa ya Paulo ambayo anayarudia, anaendelea kutabiri, anaendelea kuonyesha kile ambacho Kristo alikitabiri ya kwamba kitaendelea kutokea. Kwa wakati Paulo anayazungumza haya, Yesu alikuwa amekwisha kwenda mbinguni, lakini unabii ulikuwa unaendelea kutimia. Kuhusiana na hiki ambacho nakisema Paul, waandishi wanazungumza mambo yafuatayo, wanadavua kama ifuatavyo. James Fawcett anasema, baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu. Hii humaanisha nini? Hapa Paulo anataja makundi mawili ya maadui watakaotokea, yani ndani ya Ukristo. Wa kwanza ni wa nje waliokusudiwa kama mbwa mwitu wakali, yani walimu wa uongo wasiohurumia kundi, bali watakaolitumia kwa faida yao wenyewe, wakifanya watu kuwa mawindo yao. Ndicho ambacho huyu mwandishi anatuambia. Kwa hiyo kuna makundi mawili ambayo watakuja. Kuna watu ambao watatoka nje ya kanisa, nao wataingia ndani ya kanisa na kuigiza kwamba wao ni sehemu ya imani, kwa maana ya kubatizwa na kuikubali kweli, na mwisho wa siku watachukua nafasi ndani ya kanisa, lakini baadaye watatumia nafasi zao na ushawishi wao katika kuwadanganya na kuwapotosha watu wa Mungu ambao wanafananishwa na wanakondoo. Fawcett anaendelea kusema, wa pili ni ndani ya kanisa lenyewe, watu watakaopotosha ukweli ili kuvuta wafuasi upande wao, kuanzisha madhehebu au migawanyiko kwa maslahi yao binafsi. Wote ni walimu, lakini kwa nia tofauti, wengine kwa uharibifu, wengine kwa kupotosha na kugawanya makanisa. Maneno haya, wapendwa katika Bwana, pasipo hata kuelezea, tunajua ya kwamba leo kuna makanisa mengi na kila mtu anaibuka, anaanza kuanzisha makanisa, na tunaona miujiza, lakini pia mafundisho mengi yakiibuka kwa sababu tu ya kuibuka kwa haya makanisa mengi. Haya yote ni mambo ambayo Kristo Yesu, lakini pia Paulo alipata kuyatabiri miaka mingi iliyopita. John Gill, mwana matengenezo huyu, anasema, mbwa mwitu wakali wataingia kati yenu, yaani walimu wa uongo wanaofanana na mbwa mwitu kwa ujanja na hila zao na kwa tamaa yao kubwa ya mali na mamlaka.
watakuwa watu wa kuumiza sana na kuleta taabu na hata kuwa hata kuwa wa kuvumilia kwa shida ndani ya kanisa. Kwa lugha nyingine, ni watu ambao wataleta kero ndani ya kanisa kiasi kwamba itakuwa ngumu hata kuwavumilia. Na leo tunafahamu katika makanisa mengi watu sometimes wanaacha imani kwa sababu tu kuna watu wameibuka ambao wanakuja na vitu vya uongo na wanatambua kwamba vitu vya uongo, wanajaribu kusema ukweli, lakini kwa sababu watu hawa wamekwisha kamata akili za watu wengi wanaona hawa wengine ambao wanasema ukweli kuwa ndio wanaosema uongo, na hivyo hawa watu wanapokuwa wanasimama na kuisimamia kweli, kwa sababu ya kuonekana wao waongo, wanaiacha imani, wanashindwa kuvumilia. Lakini Biblia inatufunulia hatupaswi kukata tamaa, tunatakiwa tusimame katika kweli na kuishindania imani. John Gideon anaendelea kusema, Paulo alijua kwamba hawa walimu wa uongo wangeingia kwa ujanja bila kutambuliwa mara moja na kujifanya wahubiri waliotumwa, ingawa hawakuitwa wala kutumwa na Mungu. Watasababisha matafaruku makubwa katika makanisa kwa mafundisho yao ya upotofu. Ndivyo ambavyo wana matengenezo wanaelezea kile ambacho Paulo pamoja na Kristo waliweza kukitabiri, na haya mambo wapendwa yametimia hata sasa. Ellen White katika kitabu cha Great Controversy ukurasa 520 anasema, tangu mwanzo watumishi wa Mungu wamekuwa wakipambana na walimu wa uongo, si kwa sababu tu ni watu wa maadili mabaya, bali kwa sababu walikuwa wakieneza mafundisho ya uongo yenye kuangamiza roho. Elia, Yeremia na Paulo waliwapinga kwa uthabiti na ujasiri wale waliokuwa wakigeuza watu kutoka kwa neno la Mungu. Ndicho ambacho Kristo alikisema, na ndicho ambacho Paulo alikisema, na ndicho ambacho wana matengenezo wametufunulia, lakini pia Ellen White ana confirm. Katika kitabu cha Ezekieli sura 34 mstari wa 8 tunasoma, kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, kwa sababu kondoo zangu walikuwa mateka, kondoo zangu wakawa chakula cha wanyama mwitu wote, kwa sababu hapakuwa na mchungaji, wala wachungaji wangu hawakutafuta kondoo zangu, bali wachungaji wangu walijilisha wenyewe, wala hawakuwalisha kondoo zangu. Huu ni unabii ambao Ezekiel aliutoa miaka mingi iliyopita kuhusiana na watu ambao watakuwa sehemu ya zizi la kondoo au Wakristo au wafuasi wa Kristo, na ndani yake wataibuka watu ambao watajiita ni wachungaji, watajiita kuwa ni viongozi, lakini mwisho wa siku ni watu ambao wapo kwa ajili ya kujinufaisha wenyewe, hawapo kwa ajili ya mafundisho wala kumuinua Kristo. Badala yake wapo kwa ajili ya kujiinua wenyewe na kwa faida zao wenyewe. Ndicho ambacho Ezekieli pia anatufunulia. Isaya 56:11 anasema, naam, mbwa hao wanachoyo sana, hawashibi kamwe, na hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno. Wote pia wamegeuka upande, wazifuate njia zao wenyewe, kila mmoja kwa faida yake toka pande zote. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo kama Ellen White alivyotuambia yalikuwepo kabla na yalikuwepo baada na yameendelea kuwepo hata sasa, lakini pia ulikuwa ni unabii wa kile ambacho kitatokea katika siku za mwisho. Ukisoma maandiko haya kwa makini na ukamuuliza Roho Mtakatifu, ana uwezo wa kukudhihirishia na kukuonyesha wazi kile kinachoendelea duniani leo na uhalisia wa kile ambacho manabii walikiona katika siku zetu hizi tunazoishi sasa. Ellen White katika kitabu cha Great Controversy anasema, Shetani daima anajitahidi kuhamisha fikra za watu kutoka kwa Mungu na kuzielekeza kwa wanadamu. Anawashawishi watu watazame maaskofu, wachungaji na maprofesa wa theolojia kama viongozi wao, badala ya kuchunguza maandiko wao wenyewe ili wajifunze wajibu wao binafsi. Kisha kwa kutawala fikra za viongozi hao, Shetani huweza kuathiri umati mzima kulingana na mapenzi yake. Na ukifuatilia wapendwa, leo watu wengi ni wavivu kusoma maandiko matakatifu. Wengi wanasubiria kwenda wasikie kile mchungaji wake au kiongozi wake anakisema. Si dhambi kwenda kusikiliza kile ambacho mchungaji anakisema, si dhambi kusikiliza kiongozi wako, lakini je, unachukua muda wa kusoma maandiko mwenyewe? Je, kile unachofundishwa kanisani unapata muda wa kuchunguza? Kwa sababu huwezi kuwajua watumishi wa Shetani kwa kuwatazama. Utawafahamu kwa matendo yao, utawafahamu kwa mafundisho yao. Ndio mwandishi anayekwenda kwa jina la Leroy Edwin Fromm katika kitabu kinaitwa The Prophetic Faith of Our Fathers mwaka 1950 aliwahi kuandika mambo yafuatayo kuhusiana na kanisa la awali. Anasema,
Hali katika kanisa la Kikristo mara tu baada ya mitume haikuhitaji maandiko mengi au kina ya aina yake. Watu walikuwa wakitarajia mabadiliko makubwa duniani. Mafundisho ya mamlaka ya mitume bila shaka bado yalikuwa safi katika kumbukumbu, na mapambano kati ya Ukristo na upagani hayakuwa yamechukua ukubwa mkubwa kiasi hicho. Ndicho ambacho tunajaribu kuelezwa na mwandishi huyu Rilloy. Rilloy anaendelea kusema ilikuwa ni kipindi cha mapambazuko kabla ya maandiko ya wanafalsafa wa kanisa la mwanzo kuanza kujitokeza. Anasema maandiko yao ya kwanza hayakuwa hasa historia, maelezo au utetezi, bali yalikuwa ni katika mfumo wa barua. Na ndivyo ambavyo tumejifunza ya kwamba early church fathers mara nyingi walikuwa wakiandika barua kwa ajili ya kujibu hoja, lakini pia kwa ajili ya kufundishia. Hakukuwa na vitabu maalum. Ndicho ambacho huyu mwandishi anatueleza. Lakini kama umesikia vizuri na umesoma vizuri katika hii nukuu, ni kwamba kuna kipindi baadaye zilianza kuibuka filosofia ndani ya kanisa. Lakini kabla ya filosofia zijaanza kuingia ndani ya kanisa, maandiko ya mitume, manabii pamoja na wazee wa mwanzo wa kanisa yalikuwa ndiyo nguzo ya kanisa la hapo mwanzo. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 5:17 tunaambiwa wazee watawalao vema na wahesabiwe kustahili heshima na maradufu, hasa wao wajitaabishao kwa kutubu na kufundisha. Na mzee mmoja anaitwa Eusebius katika kitabu kinaitwa Ecclesiastical History anatuambia maneno yafuatayo: wazee hawa, yani wazee wa kanisa la awali, ni waandishi waliokuwa na mitazamo tata waliodhihirika katika karne hii, kwa maana walikabiliana ama na Wayahudi au waabudu sanamu au wale waliopotosha mafundisho ya Kikristo na kuanzisha madhehebu mapya, yani wazushi wa imani. Waliokuwa watetezi wa Ukristo ni kama vile Athenagoras, Melito, Quadratus, Miltade, Aristade, Tatiani, Justin Martyr, Tertullian, Clement wa Alexandria na Theophilo wa Antiokia. Na huyu Theophilo anatajwa katika Biblia sehemu mbili, katika kitabu cha Luka, lakini pia anatajwa katika kitabu cha Matendo. Wapendwa katika Bwana, kwa mujibu wa kile ambacho Eusebius anatueleza ni kwamba katika kanisa la awali walipata kuibuka watu ambao kwa hakika walikuwa wanakuja na kuibuka na kuanzisha mafundisho mapya na kuanzisha makundi mapya ya imani ambao walikuwa wakidai kuwa ni Wakristo lakini hawaenendi katika Ukristo. Hivyo katika yale yaliyotokea katika kanisa la awali ndiyo ambayo yanatokea katika kanisa la siku za mwisho. Katika kitabu kinaitwa The Story of Christian Church cha mwaka 1970 tunasoma, hatuna nuru ya wazi ya kitabu cha Matendo ya Mitume kutuongoza, na hakuna mwandishi wa zama hizo aliyejaza nafasi iliyotupu katika historia. Kwa miaka 100 baada ya maisha mtakatifu Paulo, pazia lilining'inia juu ya kanisa kwa njia ambayo tulijitahidi bure kuliangalia, na lilipoongezeka kama mwaka wa 120 baada ya Kristo na maandiko ya mababa wa kanisa la awali, tunaliona kanisa katika nyanja nyingi tofauti sana na zile za kanisa za siku za mtakatifu Petro na mtakatifu Paulo. Kwa kile ambacho Paulo alikitabiri, kile ambacho Kristo alikitabiri katika kanisa la awali kikaanza kuonekana baada ya kuwa Kristo ameondoka, baada ya mitume pia kuwa wamekwisha kufa na wazee kadha wa kadha walikuwa wamekwisha lala mauti. Mafundisho mageni kuhusiana na Kristo na mambo mengine yote yanayomhusu Kristo yakaanza kuibuka katika kanisa la awali. Katika kitabu kinaitwa Wales Church History ukurasa wa 54 tunasoma, Ukristo ulikuwa umekwisha kufahamika sana na kundi lilikuwa kubwa. Labda Wakristo wengi walikuwa ni kwa jina tu, walikuwa sana ni wa mataifa kama hapo kabla. Makosa na upotofu vilikuja kanisani kama mafuriko. Kwa hiyo mafundisho ya uongo yakaanza kuingia katika kanisa la awali kwa mujibu wa historia. Katika kitabu cha Edmund Fortman kinaitwa Triune God tunasoma, wazee na mitume walikuwa ni mashuhuda wa maandiko na wenye imani walioipata na kuirithi tofauti na wanathiolojia. Lakini nuru mpya ilikuwa ikimulika katika kanisa lililopata kulala kupitia wanathiolojia. Na hapa ndipo tunaanza kuona introduction, uanzilishi wa kitu kinaitwa theolojia ndani ya kanisa. Na kwa mujibu wa historia,
mafundisho mapya yakaanza kuibuka, nuru mpya ikaanza kuibuka, wanathiolojia walipoanza kuchukua nafasi katika kanisa la Mungu. Sikia, katika kitabu cha Mark McClintock na Strong, Encyclopedia of Biblical Theological and Ecclesiastical Literature, tunasoma ilikuwa ni desturi ya wanathiolojia wa mwanzo kupindisha ukweli wa maandiko ili apate kulingana na mawazo yao. Nayo imekuwa ni desturi yao kukataza na kuyafanya mafundisho rahisi ya maandiko kuwa magumu, wakichanganya mawazo ya binadamu. Ukifuatilia hata sasa utagundua kwamba moja ya mafundisho ambayo yanaonekana kuwa ni magumu ni mafundisho ya Biblia. Na sasa hivi kuna tekniki ambayo imekuwa ikitumika na viongozi wengi, lakini pia wachungaji wengi, ya kwamba maandiko mengi ambayo tulikuwa tunayaelewa hapo mwanzo, lakini sasa kwa sababu tu ya mafundisho ya kithiolojia yanaonekana kuwa ni magumu, na mara nyingi tunaambiwa yatupasa tuende tukasome original language ili kuweza kuelewa andiko. Lakini tuna wazazi wetu, tuna wazee wetu ambao walikuwa wakisoma maandiko haya pasipo kusoma theology, na wakayaelewa maandiko na wakayahubiri, na Kristo Yesu akapata kuinuliwa. Kwa kile ambacho kinaendelea leo ndicho ambacho kilitokea katika kanisa la awali. Sikia, katika kitabu kinaitwa The Way, What Every Protestant Should Know About Orthodox Church, mwaka 1997, anasema mwandishi anasema, hapo tunapata uingiaji na uanzishwaji wa mambo ambayo hayakuhusiana na maandiko. Wakafika mbali na kumbukumbu zilizohifadhiwa katika maandiko matakatifu. Wakina nani ambao walifika mbali na kumbukumbu za maandiko matakatifu? Wanathiolojia wa kanisa la kale. Mwandishi anaitwa James Hastings, katika kitabu kinaitwa Encyclopedia of Religion and Ethics, anasema katika jitihada zao, yani wanathiolojia, wakajikuta wanaanza kuchanganya kati ya injili ya ukombozi na mafundisho ya filosofia, yani ile ya Plato, ambayo ilikuwa ni moja ya mafundisho waliopata kuyapitia. Na ukisoma kwenye history, hawa wanathiolojia wengi ambao ni wa mataifa walikuja na mafundisho haya ambao kimsingi ni ya Plato kutoka katika mji wa Alexandria, ambako ulikuwa ni moja ya sehemu ya mji mkuu wa Rumi. Ndicho ambacho historia inatufunulia. Kwa hiyo kuna mafundisho ya kidunia, ya kibinadamu, yakaanza kuchanganywa na maandiko matakatifu. Sikia, James Strong anasema, mwishoni mwa karne ya kwanza, wakati wa karne ya pili, watu wengi wenye elimu walikuja kutoka kote katika Uyahudi na upagani na kuingia katika Ukristo. Hawa ndio walioleta pamoja na shule zao za Kikristo za theolojia, mawazo yao ya Kiplatoni na jinsi ya kutumia maneno. Na ndicho ambacho kinatokea leo. Kila unachokuwa unauliza, usipokielewa unaulizwa, unajua hili neno kiasili ni la wapi? Ni neno hili kiasili liko linamaanisha nini? Kuna maandiko, wapendwa, yapo very plain, ambayo yapo clear kabisa, ambayo mtu ambaye anajua kusoma ana uwezo wa kuelewa. Lakini leo maandiko hayo ambayo yalikuwa rahisi sana zamani yanafanywa kuwa magumu, na watu wanaanza kuiona Biblia kuwa nzito, na wanaanza kuacha kusoma, wakiamini ya kwamba kuna watu wa pekee ambao wamesoma, ambao wanaweza wakaja wakayaelewa maandiko na kutufundisha sisi. Hapana, Biblia iliandikwa kwa kila mtu wa kila level kuweza kuelewa. Anayekutafsiria maandiko ni Roho Mtakatifu na sio binadamu. Kile ambacho kilitokea mwanzo ndicho kinachotokea sasa katika makanisa yetu. Sikia, mwandishi mwingine anaitwa Messiah Eliade anatuambia katika kitabu kinaitwa Encyclopedia of Religion, anasema mwishoni mwa karne ya 4 changamoto nyingi zilipata kuibuka kupitia waasi waliopata kuibuka. Wanathiolojia walifika mbali katika kuelezea ushuhuda wa maandiko na ushirika wa pamoja wa kanuni ya imani iliyopata kuwepo ya kumwelezea Mungu. Na moja ya changamoto ambayo inasumbua watu leo makanisani ni ishu ya kumwelezea Mungu. Kama ilivyokuwa katika kanisa la awali, ndivyo ambavyo leo ilivyo. Naomba tuelewane vizuri. Ninapokuwa nazungumzia wanathiolojia, sio wanathiolojia wote ni wabaya, sio wanathiolojia wote ni waongo, lakini kupitia thiolojia shetani anaingiza mafundisho yake. Kwa hiyo hii ni warning, sio tu kwa watu waumini wa kawaida, lakini hata wale wanaokwenda kusoma theology. Kusoma theology sio dhambi, lakini unapoanza kuchanganya mafundisho ya kiulimwengu ya theolojia na maandiko matakatifu, hiyo kwako ni dhambi. Sikia, katika kitabu The Way anasema,
Clark Canton, muumini wa kanisa la Orthodox, anakubaliana na ukweli kwamba katika mwaka wa 325 AD kanisa liliweka maandiko mbele likiyachanganya na mawazo ya wana theolojia ambao kimsingi walikuwa ni watu wa mataifa, na ndivyo ambavyo ipo leo. Inasikitisha katika vyuo vingi ambavyo wachungaji wa Kikristo wanakwenda kusoma, wasomi ambao wanawafundisha, maprofesa wanaowafundisha ni moja ya watu ambao hawaamini katika maandiko matakatifu. Nami nitakwenda kuwaonyesha moja ya maprofesa wakubwa ambao wanafundisha seminaries kubwa duniani ambao hawaamini kwamba Yesu ni Mungu, hawaamini ya kwamba Yesu alizaliwa na bikira, hawaamini. Nitakwenda kuwaonyesha hao watu katika masomo yanayokuja. Katika kitabu cha Ayubu sura 8 mstari wa 8 nasema, basi uwaulize tafadhali vizazi vya zamani, ujitie kuyaangalia yale baba zao waliopata kuyatafuta. Swali, early church fathers wanaweza kutufunulia nini kuhusiana na kile ambacho kilitokea katika kanisa la awali? Justin Marty anatuambia, huyu ni moja ya wazee ambao alikuwepo kipindi hiko, naye aliuawa kwa sababu ya imani yake. Anasema, hujionyesha wenyewe kana kwamba ni Wakristo, kama ambavyo wa mataifa kadhaa walivyojipachika jina la Bwana katika kazi zao wenyewe, wakionekana kuwa ni wa Bwana, nao kuanzisha ibada zao za kikafiri zinazotaka kufanana na ibada za kweli. Kwa hiyo Justin Marty anatuambia hiki kitu kweli kilitokea katika enzi zao, ya kwamba kuna watu waliibuka, walikuwa wa mataifa wakienenda kana kwamba ni Wakristo, lakini kimsingi ukichunguza unagundua sio Wakristo. Justin Marty anasema wapo wanaoitwa Wamasioni, wengine wanaitwa Wavalentinia, wengine wanaitwa Wabasalidia, pia Wasaturnalia na wengineo kwa majina mengi, wote wakiitwa kulingana na muasisi wao ambao walijiita na mafilosofia. Kama nilivyopata kusema hapo mwanzo kuwa mtawajua kwa jina la filosofia wanaoifuata, tazama kwa makini muasisi wao. Na haya yote tunayaona leo, wapendwa katika Bwana. Makanisa mengi yanaanzishwa kulingana na filosofia au mafundisho fulani, lakini pia yanaanzishwa kulingana na influence, kulingana na ushawishi wa mtu fulani. Makanisa mengi yameibuka leo. Sikia, katika barua za Ignaz, moja ya wazee wa mwanzo wa kanisa, tunasoma, ninawasihi basi, sio mimi bali katika pendo lake Yesu Kristo, kuleni chakula cha Kikristo na mujiepushe na vyakula najisi au cha uasi, kwa maana watu hawa huchanganya chakula atoacho Kristo na sumu zao. Akiwa anamaanisha chakula maana yake neno la Mungu. Tuwe tunasoma neno la Mungu, badala yake tusichanganye mafundisho ya neno la Mungu na kile ambacho hawa watu wamekuja nacho na kukifundisha. Ndicho ambacho Ignaz anatuambia. Ignaz anaendelea kusema, wakionyesha watu kuwa wao ni watu wazuri wasemao kweli yote, mfano wa watu wauzao dawa za kuangamiza, wakichanganya na mvinyo wa asali, ili watu wanaotumia wasiweze kujua wala kuelewa, wasiwe na hofu wala mashaka, nao wanakunywa kinywaji chenye sumu huku wakifurahia. Haya ni mambo ambayo yalitokea katika kanisa la awali, na haya ni mambo ambayo yanaendelea leo kiundani, wapendwa katika Bwana. Na ndio maana Mfalme Solomon anatuambia hakuna jipya chini ya jua. Mzee mwingine anaitwa Tertullian anatuambia hawa watu huweza kutumia mamlaka walionayo katika kile ambacho wanahitaji kukifundisha kulingana na elimu ya uasi waliokuwa nayo. Ni kwa namna gani haya wanayoyafundisha yanaonekana kuwa na nguvu? Ni kwa namna gani wanaonekana kuwa na uwezo wa kufufua watu, kutibu magonjwa, kujua mambo ya mbele kabla ya kutokea, kiasi kwamba wanaonekana kuwa na sifa za kiutume? Kama sehemu ya kujilinda, watadanganya kwa mafundisho ya uongo. Kwa lugha nyingine, walikuwa wanafanya matukio makubwa ya kutibu na kuigiza kana kwamba wanafufua hata watu, lakini mwisho wa siku, ili kuwatuliza watu, walikuwa wanawapatia mafundisho ya uongo, mafundisho laini ya kuwatuliza watu, kama ambavyo Biblia ilitabiri ya kwamba katika siku za mwisho wachungaji watakuwa wanatoa mafundisho laini ya kuwafanya watu wa relax, badala ya kumtafuta Mungu wao na kuangalia wapi ambako wamepungua, ili wajirekebishe na kuwa karibu na Mwenyezi Mungu wao. Sikiliza, katika kitabu cha Mhubiri 7:25 tunasoma, nikageuka na moyo wangu likazwa katika kujua na kupeleleza na kuitafuta hekima na maana ya mambo yaliyoko.
Sikiliza, twenda tukatazame moja ya mafundisho ambayo yalikuwa yameibuka kipindi cha kanisa la awali na namna ambavyo hao mafundisho yanaendelea hata sasa. Katika kitabu cha waraka wa pili wa Yohana 1:7 tunaambiwa, kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani, wasiokiri ya kuwa Yesu Kristo yuaja katika mwili. Huyo ndiye yule mdanganyifu, yaani mpinga Kristo. Kwa hiyo katika kipindi cha kanisa la awali walipata kuibuka watu ambao walikataa ya kwamba Yesu kweli alipata kuwako, yaani kimwili alipata kuwako mtu aliyeitwa Yesu. Na hawa watu walikuja na mafundisho yanaitwa ya kidosenti. Sikiliza, mwandishi Brooks Dombet anasema mwaka 1984, udoseti lilikuwa ni fundisho la uzushi wa mwanzo katika Ukristo uliodai ya kwamba Yesu hakuwa na mwili wa kweli na kwamba kuwepo kwake kihistoria na kimwili, hasa umbo lake la kibinadamu, mateso na kifo chake, vilikuwa ni maonyesho tu bila ukweli halisi. Jina docentism linatokana na neno la Kigiriki docentisis, likimaanisha kuonekana tu au kiini macho. Kwa hiyo kile tunachokisoma katika maandiko ya kwamba Yesu alikuwepo, aliishi na watu, alikula, alizungumza na watu, akahubiri, yale yote kwa mujibu wa hiki kikundi wanasema yalikuwa ni kiini macho. Hata swala la Yesu ya kwamba alikuja akafa, alisulubiwa akafa, akafufuka, hayo yote inaonekana ilikuwa ni kiini macho. Hatuna ushahidi wa kihistoria ya kwamba Yesu Kristo alipata kweli kuwako. Ndicho ambacho waumini wa kidosenti walichopata kukifundisha na kukisambaza. Mwandishi anaitwa Grant Michael anasema, mtazamo huu wa mashaka ulishika kasi hadi kufikia hoja ya kwamba Yesu kama mwanadamu hakuwahi kuwepo kabisa, bali ni hadithi ya kubuni. Katika nyakati za kale, mtazamo huu wa kupindukia uliitwa uzushi wa kidosentism, yaani kuonekana tu, kwa sababu ulidai kuwa Yesu hakuwahi kuja duniani katika mwili, bali alionekana tu kana kwamba aliyekuwako, kwa mujibu wa kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 2. Kwa mafundisho yalipata kuibuka katika kanisa la awali ambayo yalisema Yesu hakuwa mtu halisi. Kwa hiyo sio tu Yesu anapingwa kwa maana ya Mungu, lakini wapo watu ambao wanapinga swala la Yesu kuwepo kimwili, kwa maana walikuwa wakifundisha Mungu hawezi kuvaa mwili. Na haya ni mafundisho ambayo yanaendelea hata sasa. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 4:2 tunasoma, katika hili mwajua roho wa Mungu, kila roho ikilio ya kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Kwa hiyo mtume alipokuwa akiandika haya, sio tu alikuwa akitabiri kile kitakachokuja, lakini alikuwa akizungumzia kitu ambacho kilikuwa kikiendelea katika nyakati za kale, katika nyakati za kanisa la awali. Mwandishi mwingine anaitwa Alan F. Segal anasema, tangu nuru iangaze katika kizazi kipya, simulizi za Injili kuhusu maisha ya Yesu zimekuwa zikitilishwa mashaka. Wasomi wengi sasa wamekuwa wakiuliza, ipo tofauti gani kati ya hadithi za Agano Jipya zaidi ya kuwa ni hadithi zisizo na mashiko katika historia, sawa na hadithi ya Aesopu au hadithi za kusadikika za Grimm. Kwa hiyo hizi simulizi tunazozisema za Kristo kuja, kufa ulimwenguni, ni simulizi ambazo wasomi leo wanaibuka wanasema ni simulizi za uongo. Why? Kwa sababu hatuna ushahidi ya kwamba Yesu Kristo kweli alipata kuwako. Haya ni mafundisho ambayo yalikuwepo katika kanisa la awali, ambao wazee wa mwanzo wa kanisa walipambana nayo, na haya ni mafundisho ambayo yanaendelea hata sasa, ingawa chini kwa chini. Katika kitabu kinaitwa The Historical Jesus, kimeandikwa na Weaver, tunakutana na nukuu fulani ya kihistoria hapa, ikiwazungumzia watu ambao waliibuka na haya mafundisho upya na kuyatengenezea vitabu na miongozo ambayo iliweza kusambaa duniani kote katika vyuo vingi vya kichungaji, na wachungaji wengi wamekuwa wakivisoma hivi, na wapo ambao wamekubaliana navyo na wapo ambao wamevikataa. Katika kitabu hiki tunasoma Vonley na Charles Francois Duplessis walikuwa ni watu wa mwanzo kabisa kupendekeza nadharia ya kuwa Yesu ni mtu wa kusadikika na hakukuwa na ushahidi wowote wa kihistoria kuthibitisha uwepo wake. Na hizi ni picha ambazo najaribu kumwonyesha Vonley pamoja na Duplessis. Na tutakwenda kuangalia kiundani katika series nyingine ambayo tutakwenda kuangalia shuhuda mbalimbali za kihistoria za uwepo wa Yesu.
Mwandishi mwingine anatuambia Vonleh na UPC walipendekeza kuwa Ukristo ulikuwa ni mchanganyiko wa mithiolojia na simulizi za visasiri vya kale, na kwamba Yesu alikuwa ni moja ya wahusika wa kusadikika wa simulizi hizo. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kristo, mnapokuwa tunajifunza masomo haya, mjue kabisa ya kwamba vita juu ya Kristo ni kubwa, sio tu katika swala zima la uungu wake, hata ubinadamu wake watu hautaki. Mwandishi mwingine anaitwa Walter Kasper anatuambia katika miaka ya mwanzoni wa karne hii zimepata kuibuka hoja na mawazo ambayo yanatangaza kuwa Yesu hakupata kuwako wala kuishi hapa duniani, na kwamba simulizi za Yesu ni za kubuni. Kwa mujibu wa huyu mwandishi, katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 19 mstari wa 15 tunaambiwa jambo na lithibitishwe kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu. Ili tuweze kujibu swali hili tunapomalizia somo letu ya kwamba Yesu alipata kuwako au hakuwako, yatupasa turudi nyuma sana ya muda, na tupaswi kuwauliza Wakristo, badala yake tuwaulize watu ambao hawakuwa Wakristo, watushuhudie ya kwamba hivi ni kweli nje ya Biblia Yesu kweli alipata kuwako. Sikiliza, mwandishi anaitwa Flavius Josephus anatuambia katika enzi hizo alipata kuishi Yesu, mtu aliyejawa na hekima kama kweli anastahili kuitwa mtu, na kabila la hawa wanaoitwa Wakristo huchukua jina lake, nao hata sasa wapo. Kwa Flavius Josephus ambaye alikuwa sio Mkristo, ambaye hakujihusisha na masuala ya Ukristo, alikuwa ni moja ya wanahistoria ambao waliandika vitabu ambavyo vilishuhudia kwamba mtu aliyeitwa Yesu kweli alipata kuwako na kuishi. Mwanahistoria mwingine anaitwa Lucian anatuambia Wakristo walimwabudu mtu hata sasa, mtu aliyepata kuwa tofauti sana mwasisi wa ibada zao, ambaye kwa sababu hiyo alisulubiwa. Walifundishwa na mtoa sheria wao kuwa wao wote ni ndugu kuanzia pale walipobatizwa, nao waliwakana na kuwakataa miungu ya Kiyunani, nao walimtukuza na kumwabudu yeye aliyesulubiwa, nao kuenenda kwa sheria zake. Wapendwa katika Bwana, hii ilikuwa ni sehemu ya mafundisho. Haya yalikuwa ni sehemu ya mafundisho ambayo yaliibuka katika kanisa la awali na yameendelea hata sasa. Lakini kwa sababu Wakristo wengi tumelala, hatujui kinachoendelea, na hata tunapokuja kuulizwa leo tuthibitishe kwamba Kristo Yesu alipata kuwako duniani, hatuna ushahidi, na ndio maana tumewaletea masomo haya. Basi unapokwenda kutafakari somo hili, ni kuombe ukatafakari vyema, lakini pia ukamwombe Mungu aendelee kupatia mafunuo zaidi ya kile ambacho tumejifunza leo, wakati unajiandaa kwa ajili ya somo linalokuja. Mungu akubariki na kukulinda katika jina la Yesu na kuombea. Amina. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki.